we are sharing hivyo basi 2 Corinthians. Tunashiriki katika kitabu cha Wakorintho wa pili. 2 Corinthians, Wakorintho wa pili chapter 5 verses 21. So this is one of the letters that Paul wrote. Hivyo basi hii ni mojawapo ya nyaraka ambazo Paulo aliandika. And he wrote to the Corinthians about 4 letters, but we only find 2. Na aliandikia Wakorintho nyaraka 4 na hapa tunaona 2. So we only have the 1 Corinthians and 2 Corinthians. Na hapa tunaona Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili. And we also have another one that we have, it was never discovered, it was not found. But the 2 other letters, but we are not into that. But we are saying na kuna nyaraka zingine 2 ambazo aliwaandikia ambazo hazipatikani that Paul had to write the Corinthians. Na ilibidi Paulo awaandikie Wakorintho so that he can tell them who they are. Ili aweze kuwaeleza wao ni akina nani. And where we are reading from 2 Corinthians chapter 5 and verses 21. Na hapa tunasoma Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 21. It's a very very powerful statement or verse here. Na hapa kuna mstari ambao ni wenye nguvu. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of him, of God in him. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Paul was telling the Corinthians, Paulo alikuwa anawaeleza, and he made it very clear to them, na akanena kinagabwaga, that God made Jesus to be sin, ya kwamba Mungu alimfanya Yesu kuwa dhambi for our sake, kwa sababu yetu sisi, that we may become righteousness of God, ili tukawe wenye haki wake Mungu. You know this is a very strong statement, na hii ni taarifa ambayo iko na nguvu, of verse that was written to the Corinthian church. Kwetu sisi ambao ilikuwa imeandikiwa kanisa la Wakorintho. And it meant so much to this church. Na taarifa hii inamaanisha mambo mengi katika hili kanisa. And from this verse I am having a topic by the name the divine exchange. Na katika mstari huu tunatoa kichwa cha ujumbe ya kwamba divine exchange, kubadilishana kwa utauwa. And this verse explained to us so clearly. Na mstari huu unatuelezea vizuri ya kwamba that there is a divine exchange, ya kwamba kuna utauwa uliobadilishwa. Yes, we were sinners. Kwa kweli sisi tulikuwa wenye dhambi. But Jesus became sin for us. Na Yesu Kristo naye akawa dhambi kwa minajili yetu. Hallelujah. Hallelujah. In other words, there is an exchange. Hivyo basi ni kusema kwamba kuna hali ya kubadilisha. Jesus, Yesu Kristo, who knew no sin, ambaye hakujua na hakudhamini dhambi, became sin, akafanyika kuwa dhambi. He became sin for us. Mwenyewe akafanyika kuwa dhambi kwa minajili yetu. So that we can become the righteousness of God. Ili sisi nasi tukawe wenye haki wake Mungu. So there is a divine exchange. Hivyo basi kuna kubadilishana kwa hali ya Mungu. There is a change that is taking place. Hapa kuna hali ya mabadilishano inayofanyika. We are now moving from a certain state. Na hapa tunabadilika kutoka kwa hali fulani, a state of sinfulness, hali ya dhambi, to a state of righteousness. Kutoka kwa hali ya dhambi mpaka kwa hali ya kuwa wenye haki. And we are now being translated. Na hapa basi tunabadilishwa into righteousness, kuwa katika hali ya kuwa wenye haki, by the fact that Jesus became sin, kwa njia ya Yesu Kristo. Although he never sinned, hata kama yeye mwenyewe hakutenda dhambi, he took that sin into himself. Sasa wenyewe tulichukua ile dhambi katika yeye, so that we can become the righteousness of God, ili tukafanyike kuwa wenye haki wake Mungu. So there is that divine exchange. Hivyo basi kuna ile hali ya kubadilisha kwa utauwa. And I want to share a few things. Ningetaka kushiriki mambo kadhaa that will help you to stand strong
ambayo itakusaidia kusimama katika nguvu. And it is like the continuation of a Sunday. Na ni kama kuendelea kutoka mahali ambapo tuliishia But Jumapili. no days that today is different from Sunday. Lakini siku ya leo ni tofauti kutoka Jumapili. Number one, La kwanza, Jesus took our punishment and offered us remission for our sins. na Yesu Kristo alichukua mateso yetu ili akatuondoe kutoka kwa yale mateso. So we have 8 elements Hivyo basi tuna mambo 8 of divine exchange. ambayo inaelezea kuhusu huu jinsi ulivyobadilishwa. 8 elements of divine exchange. Mambo 8 ambayo yanaelezea kubadilishwa kwa hali hii ya utauwa. Number one is what we have said, that Jesus took our punishment Ya kwanza ni ya kwamba Yesu Kristo alichukua mateso yetu and offered us remission of our sins. na kwetu sisi akatuondolea hali ya dhambi katika maisha. Yes, Ndio, we were sinners. kwa kweli tulikuwa wenye dhambi, And according to Paul, when he was writing to the Colossians, na kulingana na Paulo jinsi alivyoandikia Wakolosai, he told them, aliwaeleza and he was telling them, na alikuwa anawaeleza, and he is also telling us, na pia nasi anatueleza that we ourselves, sisi wenyewe we were supposed to be the people to be punished. tulikuwa tunahitajika kuteswa. Can we go to Colossians chapter 2, Tuangalie katika kitabu cha Wakolosai so that mlango wa you'll be pili, able to understand this? ili tukaweze kuelewa mambo haya. Amen. Amina. Colossians chapter 2 verses 14. Wakolosai, Having cancelled the written code, just interpret. Having cancelled the written code with its regulations that was against us and that stood opposed to us, he took it away, nailed it on the cross, and all that. I mean this, that we were bound to be punished. tulikuwa tunahitajika kuteswa. Our entitlement is that we were the people to go to the cross Tulikuwa sisi wenyewe tunahitajika kuandikwa msalabani, because of the sin that was done by Adam. kwa sababu ya zile dhambi ambazo zilikuwa zimetendwa na Adamu. Our sinful nature Hali yetu ya dhambi wakati huo was the one that was to make us to be hanged on the cross. hali yetu ya wenye dhambi ndio ilikuwa inahitajika kutusababisha sisi kusulubiwa msalabani. But thank God, Lakini tunashukuru Mungu because this was the punishment that we were supposed to go through. kwa sababu hili ndilo teso ambalo tulikuwa tunahitajika kulipitia. This is the punishment that ourselves we were to receive. Haya ndiyo mateso ambayo sisi wenyewe tulihitajika kupokea. But thank God Lakini nashukuru Mungu that Jesus offered us ya kwamba Yesu Kristo alitupa sisi remission of our sins. msamaha wa dhambi. There is a difference, or there is a difference between remission and forgiveness. Kuna tofauti katikati ya msamaha na hali ya kuondolewa. When somebody has forgiven you, Wakati mtu amekusamehe, he forgets about the things that you have done wrong, or you've done wrong. anasahau mambo ama matakwa ambayo ulikuwa umekosea. So somebody forgives you. Hivyo basi mtu Somebody anakusamehe says, okay, I've forgiven you, and he forgets na mtu anasema nimekusamehe na anasahau the things that person has done. mambo ambayo yule mtu alikuwa ameyafanya. But when you're talking about remission, Nafikiri wakati tunaponena kuhusu remission, when our sins is remitted, wakati dhambi zetu zimeondolewa, all evidences kila of its existence is totally wiped out. hali ya kudhihirisha na kuonyesha ya kwamba zile dhambi zilikuweko zote zinaondolewa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana So lipewe. this is what happened to us. Hivyo basi hili ndilo jambo ambalo lilifanyika kwetu sisi, That whatever was the evidence to show that we were sinners, mambo yaliyokuweko ya kuonyesha ya kwamba sisi tulikuwa wenye
wenye dhambi, It was taken away by Jesus Christ. yote yaliondolewa na Yesu Kristo. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Number 2. La pili, Jesus took our sicknesses Yesu Kristo alishukua and pain alishukua magonjwa yetu pamoja na ushungu, and offers us healing and health. na akatupa afya njema pamoja na uponyaji. Jesus took our sicknesses. Yesu Kristo alishukua dhambi, maradhi yetu na magonjwa. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa pamoja. Ndio. Kama nimekuwa mwalimu sana. Bwana asifiwe sana. Amen. But this will help us. Na haya yatatusaidia. This one will help us. Haya yatatusaidia. This one will help all of us. Haya yatatusaidia sisi. Jesus on the cross. Yesu Kristo msalabani. He took our sicknesses and pain Akashukua magonjwa yetu na and he offered us healing na akatupatia uponyaji pamoja na afya. We have no reason why we are not we have no reason why we should not claim. Hivyo basi hatuna sababu ya kukosa kuitisha. You need to begin to claim your healing. I claim my healing right now. Kuitisha In the name of Jesus Christ, because Jesus katika took jina la my Yesu. sicknesses, Kwa sababu He took my pain, and now I receive my healing. Even right now, you can begin to do it. Na kwa sasa You can begin to claim, unaweza anza kuitisha, because it is Jesus who took them. kwa sababu ni Yesu Kristo aliyejitwika. Hallelujah. Bwana That's apewe why He took our sin. He became sin to us. Akafanyika kuwe dhambi kwa minajili yetu, We exchanged. tukabadilishana. There was a divine exchange. Kuna ile hali ya kubadilishana kwa I don't utaua. know whether you are getting me. There is that divine exchange. Kuna hali ya utaua kubadilishana, And that you were a sinner. ya kwamba ulikuwa mwenye dhambi Jesus had no sin. na Yesu Kristo hapo na dhambi. He took to himself our sins. Yeye mwenyewe akajitweka dhambi zetu. Hallelujah. Haleluya. And here Jesus took our sicknesses Na hapa Yesu Kristo akachukua magonjwa yetu and our pain. pamoja na ushugu wetu. How I pray in the name of Jesus. Jinsi gani ambavyo naweza omba katika jina la If Yesu. you are there and you are feeling pain, you can begin to claim healing right Kama now. uko pale In the name of Jesus, and tell God, here I am. Mwambie Mungu hapa ndipo. One thing that I'm sure of is that I am healed. Ya kwamba hapa nimeponywa. I want you to read 1 Peter chapter 2 and verses 24. Petelo ya kwanza 1 Peter chapter 2 and verses 24. So that you can get this. mlango wa kwanza wa Petelo 2 mstari wa 20. For himself bore our sins in his own body. Yeye mwenyewe alijitwika dhambi zetu katika mwili wake. Can you begin to see the divine exchange now? Sasa hapa unaona hali ya kubadilishana kwa utaua. Who himself bore our sins in his own body on the tree. Ambaye alibeba dhambi zetu katika mwili wake. He took our pains and our sicknesses and our pain. Akachukua dhambi zetu na ushugu wetu pamoja na magonjwa. That we, having died to sin, Na ikiwa alikuwa amekufa, tukiwa tumekufa katika dhambi, might live for righteousness by whose stripes ili tukaishi katika we are haki healed. kupitia kwa ile mijeredi yaliyoshapwa. Bwana apewe sifa. There is somebody who is sick Je, kuna mtu ambaye ni mgonjwa in our midst. miongoni mwetu? Begin to say, yes, I am healed in Jesus' Anza name. kusema ya kwamba nimeponywa katika jina la Yesu. I appropriate the healing power right now. Ninapokea ile nguvu. Begin to tell God, heal me right now. Anaweza anza kusema, Yes, you took my pain. ulichukua ushugu wangu. Number 5. La 5. Today last Sunday and today I am teaching you. Kutoka Jumapili And these siku ya leo na things, wafunza. if you get them, Ikiwa mambo haya unaweza you ukayatafakari, will be blessed. utabarikiwa. Jesus took our poverty. Yesu Kristo alichukua ufukara wetu. The other one, he took our death and he gave us right. He offered us right. Ya kwanza alichukua kifo chetu akatupa uzima. And here we are saying that Jesus took our poverty.
Yesu Kristo alishukua ufukara wetu ama umaskini wetu, and offered us his abundance. na akatutwalia sisi utere. Well, Umeelewa? yeah, Jesus, you see, he who did not sin, who had no sin, Yule ambaye hakutenda dhambi took our sins. akachukua dhambi zetu. Hallelujah. Amina. And here Na hapa he is saying, now he has taken up our poverty, na sasa hapa amechukua umaskini wetu and he has offered us na akatutwalia sisi abundance. utere. The cross of Jesus, Msalaba wake Yesu it affects inagusia every part of the human situation. hali zote za maisha ya mwanadamu. So there is no way that you could say the cross only speaks about like Hivyo basi hakuna vile ambavyo utasema kwamba msalaba it only talks about spiritual things. ama msalaba unanenea kuhusu mambo ya kiroho. Because people who always tell you, hey, nyumri hauna kunyimwe okoka, mtaki kuongea mambo ya abundance. People, so that now the people will start saying that you are born again, yes, you only talk about the abundance. You are not people will tell you no. These days people are talking about prosperity. Siku hizi watu wananena kuhusu ufanisi. Wanapewa sifa. Who doesn't want to prosper? Ni nani ambaye hataki kufanikiwa? You just want to stay like that. Wewe unataka kukaa tu namna hiyo. Just like that. Namna hiyo tu. All of us want to have abundance. Sisi sote tunahitaji. And I will say abundance if you are right. Na nena utele katika Hallelujah. Abundance of money. Utele wa Abundance of resources. utele wa rasilimali. Hallelujah. Hallelujah. But not abundance of sorrows and all of this. Lakini sio utele wa huzuni na mambo But it is the abundance of the great things, the good things of God. utele wa mambo mengi, mambo mazuri. That is what I declare to you, right? Hii ndio The ninayotangaza abundance of the blessings of God. utele wa baraka zake Mungu. And this is also this is one of the elements that Jesus did. And he said, he took our poverty. Na ndio mambo ambayo Yesu Kristo alinenea kwamba alipokea umaskini wetu. And he offers us his abundance. Na akatutwalia utele wake. What is the reason why that Jesus, what was the purpose Kusudi lake of the crown of God? Maana ya ile taji ya miiba ilikuwa ni gani? Hallelujah. The crown of God, full of the thorns. Ile taji ambayo ilifikwa Kristo ya miiba Until it pierced him, until out of his head there were blood coming out. Alitungwa na ile miiba mpaka ya kwamba kisho chake kilikuwa kinavuja damu. And it was to take away our poverty, ni kuweza kuondoa umaskini wetu, so that he can release abundance into us. ili akaweze kuashiria utele kwa sisi. Divine exchange. Hali hii ya kubadilishana kwa utaua. And Paul talked to the Corinthians. Na Paulo anawanenea wa Korintho. And he wanted to show them how important it is to be in abundance. Na akawaeleza maana ama umuhimu wa kuwa katika utele. And when you go home you can read the chapter 8 of 2 Corinthians. Unaweza kanena wa Korintho wa pili mlango wa 8 ukienda hapo nyumbani. He was talking about the correction that was done in the church in Jerusalem. Alikuwa ananena kuhusu yale mapato ambayo yaliokotwa katika kanisa la Yerusalemu. In other words, the church in Jerusalem received, or Paul received the correction that was done by the church in Macedonia. Paulo aliweza kupokea vipaji ambavyo watu walitoa katika makanisa ya Makedonia. And this church of Macedonia, the Macedonian church. Makanisa ya Makedonia siku hizo. And when we are talking about the church in Macedonia, we are not only talking about one church, we are talking about a number of churches. Na tunaponena kuhusu makanisa katika eneo la Makedonia, hatuneni kuhusu kanisa moja, lakini tunanena makanisa mengi ambayo yalikuwa katika lile eneo. And we see that Jesus became poor for us so that we through his poverty might become rich. Na hapa tunamwona Yesu Kristo alifanyika kuwa fukara ili kupitia kwa ule fukara sisi tukawa matajiri. And therefore he is able to take
away our poverty. Hivyo basi kwa ile njia anaweza akaondoa ama akatuondolea ule umaskini. Hallelujah. Hallelujah. And just to mention a few things that you will discover that somebody is poor, Ili waweze kutaja na kuona kwamba mtu ni maskini, so that this one can also help you to begin to see the cross ili jambo hili likusaidie kuanza kuona and you msalaba see what happened on the cross. na kuona na kujua ni mambo gani And you yalifanyika see katika msalaba. why Jesus was able and why Jesus took our poverty and offers us abundance. Kwa nini Yesu Kristo alichukua ufukara wetu akatupa utele? There are 4 aspects Kuna hali nne of nne. absolute. When you see and you are saying that this person is poor, there are 4 things that you will say or speak so loud that this person is poor. Kuna mambo manne, kanuni nne ambazo unapomwona mtu ambaye ni maskini unaweza ukataja na kutambua kwamba kwa kweli yeye ni maskini. And they were also talked by Moses when he was writing the book of Deuteronomy. Na mambo haya yalinenwa na Musa alipokuwa akiandika katika Kumbukumbu la Torati. And one of them moja yake is hunger. ni njaa. Hunger. Njaa. Number 2, when you see somebody who is hungry, Unapomwona mtu ambaye ni ana njaa, that means that person. inamaanisha kwamba yule mtu, And that is why we should pray for this nation. na kwa sababu tunahitajika kuombea hili taifa. Yes. Kweli. We need to pray for this nation. Tunahitajika kuombea taifa hili Because there are places where people are living in hunger. kwa sababu kuna maeneo ambapo watu wanaishi katika njaa And they are hungry. na wako na njaa, They are hungry. wana njaa. Now I'm a politician. Na Wanasikize. hawa wanasiasa Wanachaguliwa, wanaacha kwao. wanakuja elected, they run away from home. Wanaacha watu wengine huko nyumbani. They run away from the people. There are no classes. People are studying outside. Hakuna madarasa, watu wanasomea nje. When they come here, they lobby, they get a lot of money. Wanapokuja hapa wanafuatilia, wanapata pesa nyingi. They need to think about what they are supposed to make policies that are good for this nation. Wanahitajika kutunga sheria ambayo ni muhimu kwa hili taifa, So that we can even irrigate the areas that there are no people. tunaweza tukanyunyizia maji mahali ambapo hakuna watu, Because we have an expansive land around our nation, in our nation, that is unutilized. kwa sababu tuna ardhi kubwa ambayo kwa sasa And when you haitumiki. get there, people are living in poverty. Na unapoenda katika yale maeneo watu wanaishi They have no food. hawana They can chakula, only be given food. ila tu wapewe chakula ya They msaada, have no water. hawana maji. So there are 4 aspects. Number 1 is hunger. Kuna kanuni nne. Ya kwanza ni njaa, Number 2 is thirst. ya pili ni kiu, In other words, there is no water. hakuna maji. And number 3 is nakedness. Ya tatu ni uchi. And number 4 is wanting all things. Ya nne ni ile ya kupenda kutaka mambo yote ama ubinafsi. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana asifiwe sana. Bwana, Thank God there is nobody here in this church who is like that. nashukuru Mungu kwa sababu katika sisi hakuna mtu aliye hivi. And nobody who will be like that in this church. Na hakuna mtu atakayekuwa hivi. And in the different church. Na hili kanisa lilo tofauti In Jesus' name. katika jina la Yesu. Hallelujah. Amina. People who are poor. Watu walikuwa ni Remember what they maskini. did to Jesus. Kumbuka ile ambayo walimtendea Yesu. They took him. Walimchukua. Bwana asifiwe sana. Bwana atukuzwe. They took him. Walimchukua. And you remember, they ate the last supper. Walikula chakula cha jioni So pamoja. they took him and they walked with him and Wakatembea na yeye they walked with him Wakatembea na yeye until Golgotha. mpaka They went to pale Golgotha. katika ule mlima wa Golgotha. And they hanged him on the cross. Wakamwandika Remember, they msalaba. stripped him naked. Na walimtandika akiwa uchi. So there is no way Hivyo basi hakuna njia that we will be poor. ya kwamba Ourselves. sisi Well, tutakuwa We will maskini. not be poor. Hatuwezi tukawa maskini. We will not as Christians. Hatuwezi kama We are saying we will not be poor as Christians. hatutakuwa maskini kama Wakristo, Because we have a God in heaven kwa sababu tunaye Mungu who took our poverty. ambaye alishukua. We will not walk naked. Hatutatembea uchi.
saying that. Mchungaji unasema nini? Nasema haya. Church, Kanisa, let's begin to pray for our nation and the people that are in this nation. tuanze kuombea taifa na watu walioko katika hili taifa. And then Na baadaye we begin to possess. tuanze kupokea ama kupokea. We begin to possess our land. Tuanze kupokea taifa letu Christians. kama Wakristo. As Christians. Kama Wakristo. And when you are blessed, Wakati unapobarikiwa, don't run away from the church. hautatoroka kanisani. Because I know God will bless you. Kwa sababu Mungu Because there are people who are blessed. kuna watu wanaobarikiwa. And then they run away from the church. Kutoka pale wanatoroka They kanisani. begin doing their things and then they forget the church. Wanaanza mambo yao. You are doing us. Kitu ambao hawezi hata sema. You do something that is cannot be And what is understood. the reason of abundance? Because when there is Kwa abundance, sababu mahali ambapo kuna utere, the gospel will become easy and easy to preach. habari njema itakuwa ni rahisi kuhubiri. Not only to the pastor, Sio tu kwa mchungaji, but to the missionaries in na the pia church. kwa To the wamishonari, evangelists in the church. kwa wainjilisti kanisani. Hallelujah. Haleluya. You remember why, and the reason why Paul was telling the Corinthians, because they were not actually like the Macedonian church. Unajua ni kwa nini Paulo aliwaambia Wakorintho? Kwa sababu wao hawakuwa kama wale wa Makedonia. And they may have blessed, Walikuwa wamebarikiwa, but they decided to get hold of what they have. lakini waliamua kushikilia kile ambacho walikuwa But nacho. thank God, Kinashukuru Mungu. hallelujah, Hallelujah. because of the Macedonian Kwa church, sababu kanisa la Makedonia they give walipeana the little that they had kile kidogo ambacho walikuwa to the nacho work of the ministry, kwa kazi ya huduma, and then Paul was able to preach the gospel. na kwa hiyo Paulo akaweza kuhubiri Injili. Even when he went to the Gentiles, Hata wakati alipoenda kwa watu wa he mataifa, was able to preach and to reach them easily. ilikuwa ni rahisi kuwafikia. God gives us prosperity, Mungu anatupa ufanisi and the purpose na kusudi, or there is the purpose in God's heart. na kuna kusudi katika moyo wa Mungu. I want you to listen to this. Nikataka usikilize haya. There is a purpose in God's heart Kuna kusudi katika moyo wa Mungu for our abundance. ili sisi tukawe na ule So utele. when you have a lot, Hivyo basi unapokuwa when God has given you so much, Mungu amekupatia kwa wingi, it is for a reason. ni kwa sababu kuna sababu ya kufanya hiyo, And the reason is na sababu ni kwamba the mission day. hiyo The reason is the mission day, the mission of God. ni kwa sababu ya umishonari wake Mungu. Hallelujah. Haleluya. So we need Hivyo basi to tunahitajika understand and to know these things. kuelewa mambo That haya, the purpose or the purpose that God has in His heart ya kwamba kusudi ambalo Mungu ako nalo katika to mikono yake release abundance kuashiria utere, is that we are able and will be able to give it out, some of what He has given us, so that we will be able to move out and preach the gospel ni of Jesus. kuwezesha sisi kutoa na kuashiria, kuwezesha injili kuweza kuhubiriwa. You remember what happened to the children of Israel? Tunakumbuka kile ambacho kilitukia katika wana wa Israeli. The Lord blessed them when they were in Egypt. Bwana aliwabariki pale Misri He had given them abundance. na akawapa utere, And the reason for the abundance for the children of Israel. na sababu ya utele kwa Waisraeli, And He made them to be rich. na akawafanya kuwa matajiri, And they were able to build tabernacles in the wilderness. na akaweza kujenga hekalu katika nyika. Praise the name of the Lord. Jina Bwana ipewe sifa. Because they were released. They were told, get out with what you have. Because- Get out, go! We do not want you to be here. Watoke Misri na chochote ambacho walikuwa When nacho, they did. And when they went into the wilderness, they were able to build tabernacles there. na walipoondoka na kwenda nyikani waliweza kutengeneza In the days of David, katika siku za Daudi.
and silver was in abundance. Wakati fedha na dhahabu ilikuwa kwa wingi. How many people have seen gold here? Ni watu wangapi wamewahi kuona dhahabu hapa? How Dhahabu. many? I'm asking how many people have seen gold? Ni watu wangapi wamewahi kuona dhahabu? You have seen it? Gold. Dhahabu. Only one person who has seen gold here. Ni mtu mmoja tu amewahi kuona dhahabu. Dhahabu. Ndio unaona dhahabu. Nani amewahi kuona dhahabu hapa? Bwana asifiwe sana. How I pray Ninaomba in the name of Jesus Christ katika jina la Yesu. that we will begin Tutaanza to have a stock of gold in our houses. kuwa na ghala la dhahabu katika manyumba zetu, Because we have a lot of money. kwa sababu tuna pesa So nyingi. instead of having money, we buy gold and we keep them. Hivyo basi, baada ya kuweka pesa tunanunua dhahabu, tunahifadhi. Bwana asifiwe sana. Bwana There was so much gold during the time of David. Kulikuwa na dhahabu nyingi katika, They were in abundance. They were in abundance. ilikuwa kwa wingi. How I pray that God you may release abundance of money in this church and in this life and in the life of these people in the name of Jesus. Ninaomba Mungu kaashirie pesa na pesa katika maisha yako, Because those days was gold. kwa sababu siku hizo ilikuwa ni dhahabu. Today is Kenya shillings Siku ya leo ni shilingi ya Kenya or pounds ama zile pesa za Uingereza or dollars. ama pesa za Marekani. Hallelujah. Haleluya, Bwana asifiwe sana. amina. How many people have dollars in their wallet? Ni watu wangapi wana pesa za Marekani katika vipochi vyao? It's a declaration. Ni tangazo. Bwana asifiwe sana. Bwana Begin to see yourself in abundance. anza kujiona katika utajiri. Jesus took our poverty Yesu Kristo alishukua umaskini so that we can have abundance. ili tukawe And na utajiri. the reason for abundance Na sababu ya is utajiri that we may be able to expand the kingdom of our God. ili tukaweze kupanua ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana tukuzwe. The reason why we are in a Babati church Sababu ya sisi kuwa katika kanisa la Mabati. Bwana asifiwe sana. Amina. Because it's because you do not have so much. Ni kwa sababu hauna kwa wingi. Why don't you lift up your hands and tell God, God, give me abundance so that I will be a help. I will be of help to this church. Kwa nini usiinue mikono yako kwa Mungu? Yeah, you can begin to say, yes, Lord, I want abundance so that I can be a blessing to this church. Ili nikawe baraka, nikafanyike kuwa baraka kwa hili kanisa. Hallelujah. And when gold was so much and silver was so much, Wakati fedha na dhahabu ilikuwa David was mingi, able to build a house for God. Daudi aliweza kujenga nyumba ya Mungu. And it was built with gold. Na ili- Hallelujah. na And ilitengenezwa kwa expensive dhahabu stones. na mawe ya dhamana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atukuzwe. In the New Testament, Katika Agano Jipya, God does not live in buildings. Mungu haishi katika majumba. He lives in the hearts of people. Anaishi katika mioyo ya watu. That is why we are saying Na ndiposa tunasema that we should go out there tunahitajika kutoka huko and nje talk to these people kunena na hawa watu, so that God can have a dwelling in them. ili Mungu akaweza kupata hifadhi. But without the abundance, Lakini bila ule we will ukele only go out. tutakuwa We tunazunguka will not be able to move out. na tutaweza kutoka nje. And remember this, as I said on Sunday, Na I will kumbuka say haya it niliponena again. Jumapili, nitasema We tena. are God's building. Sisi ni majengo yake Mungu. Hallelujah. Haleluya. We are God's building. Sisi ni majengo yake Mungu. And we are to take our abundance and use it to reach Na the hivyo, world for Jesus. basi tunahitajika kuchukua utele wetu ili tukautoe kuwafikia Number wengi kwa nje. 6. La sita. Jesus took our shame and offers us a share of his glory. Yesu Kristo alichukua aibu yetu na akatupatia utukufu wake. God gives us, took our shame and offered us a share of his glory. Mungu alishukua Hebrews- aibu yetu akatupatia utukufu wake. Hebrews chapter 2, 12 and verses 2. Waibrania 12 mstari wa 2. I'm almost coming to an end. Nimekaribia kumaliza. 12.
Waebrania 12 mstari wa 2. This is what the Bible says. Let us fix our eyes on Jesus. Tutazame macho yetu kwake Yesu. So we like this verse. So you like it. Si unapenda? Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Tumtazame Yesu ambaye ni mwanzilishi na mkamilishi wa imani yetu. Who for the joy set before him endured the cross, scorned the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Hallelujah. Amen. In other words, kwa maneno mengine, he took our shame. Alishukua aibu yetu. We are no longer going to go through shame. Hatutapitia kwa aibu tena. You know, the cross was unajua msalaba was used to hang ulitumika those people who did bad, kusurubisha watu ambao walikuwa wametenda maovu. We call them criminals, or we call them thieves. I don't know. I do not want to confuse the student here. Tunawaita waizi ama wahasidi. But that is what was being used to punish. Na msalaba ulitumika kuwatesa the people that did evil. Watu ambao walitenda maovu. And Jesus, he was taken to that cross. Na Yesu Kristo mwenyewe akapelekwa kwa ule msalaba. He was ashamed. Alitiwa aibu. To be hanged on the cross. Kuandikwa msalabani. So that we can share, ili tukashiriki katika utukufu wake. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. So there is a glory that we have. Hivyo basi kuna utukufu alio nao. That was not entitled for us. Ambao haukuwa wetu sisi. But because of Jesus, na kwa sababu yake Yesu, we can walk. Tunaweza tukatembea. We can talk. Tunaweza tukanena. We can behave. Tunaweza tukawa na tabia. We can do things with excitement. Tunaweza tukafanya mambo katika ile furaha. Because we know, kwa sababu tunajua that we belong to a kingdom that is an everlasting kingdom. Sisi ni watu wa ufalme ambao ni wa milele. And a glorious kingdom. Na ni ufalme wa utukufu. And we have been translated from shame into glory. Na tumebadilishwa kutoka kwa aibu mpaka kwa upeo wa utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Remember what he experienced. Na ujue mambo aliyoyapitia. He experienced shame. Alipitia aibu. He was wounded. He was stripped. Aliumizwa. He was mocked at the cross. Na akasharazwa katika msalaba. And you know what is all about shame? It is all about this. Is a sense of worthlessness. Na aibu ni hali ya mtu kutokuwa na dhamana. You feel you are not worthy. Na unajihisi ya kwamba hauna maana. Today we are worthy. Siku ya leo sisi ni watu wa maana. Because of Jesus. Kwa sababu yake Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Number 7. La saba. Jesus took our rejection. Yesu Kristo alishukua kukataliwa kwetu. And offers acceptance in God's family. Na kutupa kibali katika familia ya Mungu. Remember we were talking on Sunday. Tulinena Jumapili about being adopted. Kuhusu kunyakuliwa. The adoption. Tulinyakuliwa. We became the children of God. Tukafanyika kuwa watoto wa Mungu. Because we are adopted into this kingdom. Kwa sababu tulishukuliwa tukaingizwa katika our rejection. Yesu Kristo alishukua kukataliwa. We were rejected all. Tulikuwa kikundi kilichokataliwa. We had nothing. We had nothing that people would say that this one hii ni sawa, huyu ni sawa. But we were rejected. Hatukuwa na chochote ambacho kilikuwa cha muhimu kwetu sisi, na kwa hiyo tukakataliwa. You know there are people who suffer rejection. Kuna watu ambao wanaumia kukataliwa. And if you are here, na ikiwa uko hapa, I declare from today, ninatangaza kutoka leo, in the name of Jesus, katika jina la Yesu. You know there are people when they go somewhere, kuna watu wanapoenda mahali, when they go somewhere, wanapoenda mahali, there is nobody who accepts them. Hakuna mtu anayewapokea. They are rejected right left. Wanakataliwa kila if they go and offer a service to some people, hata kama utatoa huduma kwa mtu, they are rejected. Wanakataliwa. They are not accepted. Hawakubaliki. You are rejected in your family. Umekataliwa katika jamii yenu. You are rejected in that community that you are living.
katika jamii umekataliwa. But thank God for Jesus. Na nashukuru Mungu kwa sababu yake Yesu. Hallelujah. Haleluya. When they reject you, Wanapokukataa, you are accepted in the kingdom. umekubalika katika ufalme. Hallelujah. Hallelujah. Some have been rejected by money. Kuna wengine ambao wamekataliwa na pesa. But from today, Na kutoka siku ya leo, hallelujah. Hallelujah. I declare acceptance. nimetangaza In the name of kubalika Jesus Christ. katika There are jina la Yesu. others who are rejected by doing business. Na kuna wengine ambao wamekataliwa na When biashara. they go out to do business, Wanapotoka kufanya biashara, hakuna kitu wanaweza fanya. you can do nothing. Business has rejected them. Biashara From zimewakataa. today, in the name of Na Jesus, leo I declare acceptance. na And ninatangaza whatever you do, chochote you utakachofanya will be accepted. utakubalika In Jesus' name. katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atukuzwe. Matthew 27 Mathayo 27 verses 46. 46. And about the ninth hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, Lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Jesus felt rejection. Yesu Kristo alihisi kukataliwa. And that is why he called upon God and he said, Eloi, Eloi, Lama sabachthani. Paza sauti akasema Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God. Mungu wangu, Mungu wangu. That is the reason why. Hiyo ndio sababu ya kwamba, Because he was rejected kwa sababu alikataliwa for our sake. kwa sababu yetu sisi. Hallelujah. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana atukuzwe. So that we can be accepted. Ili ukakubalike. Imagine Hebu fikiria. that he felt the rejection from the Father Alikataliwa until he cried. mpaka alipopaza sauti. Why? Because of your sin Ni and my sin. Ni kwa sababu ya dhambi zangu na zako. Because of your sin and my sin. Kwa sababu ya dhambi zangu na zako. He felt rejected. Akafikiri, akaona ya kwamba So that amekataliwa. you cannot live any longer in poverty. Ili usije You ukaishi cannot katika live ukame. any longer in death. Na usikae katika kifo tena. Praise the name of the Lord. He Bwana was atukuzwe. rejected. Alikataliwa. He called upon God and he said, Akamwitia Bwana. Eloi, Lama sabachthani. Kwa sauti akapaza akasema Eloi, Eloi, lama My sabachthani. God, why have you rejected me? Mungu wangu, Why have you forsaken me? kwa nini umeniacha? Because of your sins Ni kwa and sababu- my sins. ni kwa sababu ya dhambi zangu na zako. So we have no reason why we should be worried. Because he was rejected. Why? Hivyo basi hatuhitajiki kuwa na wasiwasi. And through his rejection, Na kupitia kwa kukataliwa kwake we are accepted. tumekubalika. Praise the name of our Lord. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Bwana atukuzwe. We are accepted in God's family. Tumekubalika katika The jamii last ya one Mungu. as we come to the cross. Ya mwisho tunapotamatisha. Jesus took the curse. Yesu Kristo alichukua ile Curse. Kirumi. laana And offers us his blessing. na akatupa baraka zake. Amen. Amina. Galatians chapter 3. Wagalatia 3. Galatians chapter 3 verses 13. Wagalatia 3:13. Amen. Christ, I want us to read this one, all of us. Even if you have the mask, Ningetaka tusome you may speak it loud, you may not. hii God, taarifa. you can read it with me. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. By becoming a curse for us. For it is written, curse is every man who is hanged. Curse is everyone. Curse is everyone who is hanged on the cross, on the tree. Yesu Kristo alitukomboa kutoka Verse kwa 14. mstari wa 14. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentile through Jesus Christ, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Did you read that? Je, umependa haya? Jesus took the curse Yesu Kristo alishukua laana and offers us a blessing, na akatupa sisi baraka, or his blessing. baraka zake. I want to say the blessings of Abraham Baraka zake Abrahamu
are ours. ni zetu sisi. When you read Deuteronomy 28 verses 2 through to 14, you can go home and read. You not read here. Kumbukumbu la Torati 2 mstari wa 2 mpaka And 14. part of these blessings Baadhi ya hizi baraka, is number one, ya kwanza, we have the victory. tuna ushindi. So you may not have many things, but one of the things that we have, Mojawapo ya zile jambo ambazo tunazo, and one of the curses that was destroyed at that time, na laana mojawapo ya zile ambazo is ziliharibiwa defeat. ni kushindwa. So defeat as a curse was destroyed, Kushindwa kama laana iliangamizwa, and we are given victory. na tukapewa ushindi. Hallelujah. Amina. The next, another thing is that we are given abundance. Na jambo lingine ni kwamba tumepewa ule utere. The curse of poverty was destroyed. Laana ya umaskini ikaangamizwa. Hallelujah. Hallelujah. And we are given Na tumepewa the blessings of abundance. baraka lenye utere. And the other one is reproductiveness. Na ile hali nyingine ni ile ya kuzalisha. We are given the blessings of reproductiveness. Tumepewa baraka ya kuweza kuzalisha. Look at your hands. Tazama mikono yako. Look at your hands. Tazama mikono Say, yako. my hands, my hands. Mikono yangu. You are blessed. Umebarikiwa. Because the Bible says Biblia sema, that whatever I touch with my hands, chochote nitakashuguza na mikono yangu it shall be blessed. nitabarikiwa. Hallelujah. Hallelujah. So I declare that whatever you touch with your hands Hivyo basi natangaza chochote will multiply. itaweza In Jesus' name. itajumulishwa katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. And then we have the last one, favor. Tuna ile ya mwisho ya kibali. Kibali. Favor. Kibali. I declare favor in our lives. Natangaza kibali katika I maisha yetu. declare that the favor of God will be over your life. Natangaza kibali chake Mungu kitakuwa. We are no longer rejected. Tena hatutakuwa Because tumekataliwa. the people that are rejected, Watu ambao wamekataliwa they have no favor. hawana kibali. But I say you have the favor. Lakini nasema kwamba Because of Jesus, kwa sababu Mungu we have the favor of God. tuna kibali chake And Mungu. I declare, Na if ninatangaza you have been rejected, ikiwa ulikuwa umekataliwa, you begin to be accepted. utaanza The favor of the Lord will continue to be over your life. kuonyesha Mungu In kitaendelea Jesus' name. katika jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. And as I come to the conclusion, Na ninapomalizia, I want you to go home and read Deuteronomy chapter 28. ningetaka uende hapo nyumbani usome Kumbukumbu la Torati 28. Deuteronomy 28. Kumbukumbu la Torati 28, And there are your blessings. na hapo ndipo baraka zako ziko. I say divine exchange Hali hii ya kubadilishanwa kwa utauwa is our inheritance. ni urithi wetu sisi. I say divine exchange is our inheritance. Kubadilisha kwa utauwa. Divine exchange is my inheritance. Kubadilishanwa kwa I am saying divine exchange is my inheritance. hali hii ya kubadilishwa kwa utauwa. And if you can personalize it and say divine exchange is my inheritance, unaweza kuishukua kwa njia ya ubinafsi ya kwamba utauwa huu uliobadilishwa ni urithi wangu. we need to walk in this divine exchange. Tunahitajika kutembea katika utauwa uliobadilishwa. I thank God for his divine exchange. Nashukuru Mungu kwa sababu ya utauwa huu We are uliobadilishwa. no longer going to go like people who have no hope, Tena hatutatembea kama watu ambao hawana tumaini, because we have it. kwa sababu tuna tumaini. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Divine exchange. Utauwa uliobadilishwa. We are changed. Tulibadilishiwa, We are transformed. ukabadilishwa. You are no longer the person that you used to be. Sasa wewe sio yule mtu uliyekuwa pale Before mwanzo. you believed in Jesus, Wakati ulipomwamini Yesu, you were different. ukafanyika kuwa After tofauti. you believed and accepted Jesus, Ulipomwamini you are now a different person. sasa wewe ni mtu tofauti. So
Let nobody tells you otherwise. Washa mtu mwingine asikueleze jambo But tofauti, stand strong lakini ukaweza and kusimama say, I am born again. na kusema ya kwamba mimi Yes, I am born again. kwa kweli nimeokolewa, My sins are not counted anymore. na dhambi zangu hazihesabiki Because the tena, accuser of our brethren kwa sababu kwa kweli wapendwa is out there wako pale to accuse you day and night, ili wakaweza kukushtaki, to begin to tell you, kwanza kukuambia utaokoka wewe, you are not born again, wewe utaokoka. you are not born again. Hallelujah. Hallelujah. Yaani wewe hujasamehewa dhambi. Your sins are not forgiven. Like this time of COVID, Kama wakati huu wa COVID, people went stayed at home, watu wamekaa nyumbani, and after staying at home, na baada ya kukaa nyumbani, some of them baadhi are yao even wondering whether they are saved. je, wengine wanafadhaika, You are saved. je, kwa kweli wewe umeokoka? Hallelujah. Amen. That is why you come and we tell you Bwana asifiwe. Na ndiposa unapokuja When you come to us we tell you Bwana asifiwe sana. When you come to us we tell you, Because once you are forgiven, kwa sababu wakati unaposamehewa, you are forgiven. kwa kweli umesamehewa. Sins and the evidences of the existence of that sin is wiped out. Na hali ya kudhihirisha na kuonyesha kwamba dhambi zilikuweko zimeondolewa. Bwana asifiwe sana. Bwana atukuzwe. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. So may the Lord help us Mungu atusaidie and all of us na sisi sote in Jesus' name. katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana atukuzwe. I call you Ninawaita into all this. I call you to be partakers and to partake of this what we call these 8 elements. And when you begin to go through them, you go through them and you read them now and then, and you go through them and read them, internalize them, and see yourself being changed, see yourself a different person, begin to see yourself not cast, begin to see yourself blessed, begin yourself to be favored, begin to see yourself, all these things, and then your life will be different. Nimewaita kwa sababu hizi maandamano ambazo tumezishiriki ili ukaweze kuzipokea kwa undani, ukaweze kuzitafakari, kuzisoma, kuzipitia, na hizi zote zitakuwa baraka kwenu. Praise the Lord. Bwana atukuzwe. I want to pray. Ningetaka kuomba. Hallelujah. Haleluya. You are here. Uko hapa. You're saying, Pastor, Unasema mchungaji, there are things that I have experienced in life, kuna mambo nimepitia katika maisha, but today I have known lakini siku ya leo nimejua that from today I'm strong. ya kwamba kutoka siku ya leo But I want you to pray with me ningetaka uombe pamoja so nami that I can have the strength ili niwe na nguvu to continue. ya kuendelea. I want us to close our eyes for prayer. Tuombe, tufunge macho yetu tuweze kuomba. Our dear Heavenly Father, Mungu wetu wa mbinguni, the Father of our Lord Jesus Christ, Baba wa Bwana wetu Yesu I Kristo, want to thank you for your word. nakushukuru kwa sababu ya neno I lako. have shared it. Nimeshiriki, I know that we have heard your word, ninajua ya kwamba tumesikia neno lako. that there is divine exchange that took place Kuna utauwa ambao ulibadilishwa when we accepted Jesus into our life. tulipompokea Yesu kama We Mwokozi. are no longer in that state that we used to be, Sisi hatuko katika ile hali tuliyokuwa, but we are now a changed people. lakini sasa sisi ni watu waliobadilishwa, Finally, we are changed. na mwishowe tumebadilishwa. And I want to thank you, Lord, Ningetaka kukushukuru Mungu because of what you did to kwa us. sababu ya kile ambacho ulifanya To kwetu, each and every brother, each and every brother, each and every sister here, kwa kila mpendo aliyeko hapa. I pray Ninaomba that you may help us, kwamba ukatusaidie stand with us, kusimama na sisi, strengthen us, oh dear Lord, tupe nguvu sisi that we will continue to do the things that we are called to do, ambayo tukaweza kuendelea kufanya mambo ambayo tumeitwa all for kufanya, the glory and praise of your holy name. na kwa sababu ya utukufu na neema za jina lako. We want to thank you and bless you. Tunakushukuru na kukubariki. In Jesus' name we pray and give thanks. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. God bless you. God bless you so much. Why don't you give a hand to the Lord? Na tupigie Bwana Yesu makofi mengi. If you are blessed, Ikiwa if you umebarikiwa, are blessed, clap your hand.